pole sana kwa msiba huu mzito, lakini pia tungependa kufahamu jinsi ambavyo taarifa zilivyokufikia na vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu kwa muda mrefu. Asanteni sana. Samahani, kabla sijaendelea nitaomba hii interview iwe fupi kadiri tunavyoweza. Asante. Nashukuru sana kwa pole zenu, pia pole kwetu sote, sababu naamini kila mmoja wetu ameguswa kwa namna yake. Mimi ninamfahamu Sebo kwa kipindi kirefu kidogo, akiwa kama mwanafamilia wa familia yangu, mimi na mume wangu Majizo, kuanzia kazini, nyumbani. Kama wengi ambavyo mnavyojua, mkiachilia mbali tuna kazi, Sebo alikuwa ni mwanafamilia katika familia yetu na alikuwa ni msimamizi wa ndoa yetu. Na taarifa ilivyokufikia, jinsi ambavyo anasemekana kwamba alitoka ofisini akiwa imara kabisa, lakini ghafla ndio kitu kama ambacho tumekipata na sisi pia. Labda ulikuwa unafahamu nini Lulu kuhusiana na hicho? Taarifa imenifikia kama ambavyo imetufikia wote, kama ulivyosema kwamba alikuwa tu katika shughuli zake za kila siku, baadaye akazidiwa, wamejaribu kuokoa maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu akampenda zaidi. Sio taarifa njema. Kwanza sikuamini, it was shocking. Ni ngumu mpaka sasa hivi bado na process. Naona tu tumekusanyika, natamani kama pengine itokee muujiza tuambiwe Sebo alizidiwa tu amerudi. Yes. Sebo kwako alikuwa ni mtu wa namna gani kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu? Kwangu alikuwa mlezi, mshauri na rafiki mzuri sana. Ni kitu gani ambacho utakiishi enzi za maisha yake, unahisi aliweka alama kwenye maisha yako pia? Unasema alikuwa ni mtu bora sana. Uchangamfu wake, alikuwa very welcoming. Sebo ukikaa naye ndani ya dakika 5 tu lazima ujihisi, usikie positive energy. Na alikuwa ni mtu mkweli sana. Kwenye cheusi atakwambia hiki ni cheusi, kwenye cheupe hichi atakwambia ni cheupe. Na alikuwa mtu mwenye furaha karibu muda wote. Hata mkiangalia picha nyingi zilizopostiwa leo, Sebo alikuwa ni anatabasamu tu, anacheka tu. Mara yako ya mwisho kabla ya kifo chake kuzungumza naye au kukutana naye, unakumbuka nini ambacho alikizungumza? Labda mlizungumza na ni kitu gani ambacho labda mlipanga kufanya kwenye kazi au kwenye maisha ya kawaida, kwa kuwa pia alikuwa ni mmoja kati ya washenga? Sikumbuki exactly mara ya mwisho ni lini, lakini siwezi kukumbuka exactly mara ya mwisho ni lini, siwezi. Lakini mara nyingi sana kila kwenye kumbukumbu ya ndoa yetu lazima huwa aidha anipigie au anitumie message happy anniversary, kwa sababu na kuendelea kunitia moyo. Kama umeweza kumaliza mwaka wa kwanza, leo uko mwaka wa pili wa ndoa, wa tatu, yani ilikuwa kila ikifika hivyo. Na ameifanya ndoa yako kuwa imara kiasi gani, kwa kuwa yeye ni mmoja kati ya watu ambao wamewaunganisha kwa namna moja au nyingine, na tunaona jinsi ambavyo ndoa yako ina utulivu, masikilizano, upendo na furaha tele na bosi Majizo? Nadhani mchango wake mkubwa sana ni ushauri wake wa kila siku. Ushauri wake wa kila siku, sehemu ambayo anataka kukuboresha, atakuboresha. Sehemu ambayo una changamoto, atakutafutia solution. Na ameplay part yake vizuri kabisa mpaka ambapo ametuacha sisi. Tunaomba Mwenyezi Mungu tuendelee kujisimamia wenyewe, maana ndio alikuwa kama baba yetu. Kitu gani unataka kushare na sisi na wapenzi wa Lulu Michael wafahamu kuhusiana na marehemu Sebo? Kiukweli sina maneno mengi ya kuendelea kuongea. Tuendelee kumwombea pumziko la milele. Sala ndo zawadi pekee tunaweza tukampa sasa hivi. Neno lako la mwisho kwa msiba huu mzito ni lipi? Tuendelee kumwombea Sebo. Pole sana. Asante.